Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Rais Volodymyr Zelensky ametaka kushirikishwa kwenye mkutano mkuu wa kilele wa NATO The Hague, na amewasili Vilnius ambako atashiriki mkutano huo wa kilele wa viongozi wa mataifa wa shirika wa jumuiya ya kujihamia NATO kanda mashariki na Nordic. Na Zelensky alitarajiwa kufanya mazungumzo kandoni mwa mkutano huo na viongozi wa mataifa kadhaa, kwa mujibu wa msemaji wake, na mkutano huo Vilnius unafanyika kabla ya mkutano kamili wa kilele wa jumuiya ya NATO uliopangwa kufanyika baada ya mwezi huu wa Juni mjini The Hague, Uholanzi. Zelensky, ambaye anataka nchi yake ihakikishiwe usalama na jumuiya hiyo, ametaka kualikwa kwenye mkutano wa The Hague. Amesema ikiwa atawekwa pembeni utakuwa ni ushindi kwa Rais Vladimir Putin wa Urusi. Na katika mkutano huo viongozi wa Poland, Romania na Lithuania wako tayari kuruhusu Ukraine kujiunga na jumuiya ya kijeshi ya NATO. Rais Volodymyr Zelensky, ambaye pia anashiriki mkutano huo mjini Vilnius, amezungumzia juhudi za kidiplomasia zilizofanyika Istanbul, Uturuki, kwa kutoa kauli hii. Anasema, tunapaswa kila kitu kuhakikisha diplomasia itoki patupu. Ujumbe wetu hivi sasa upo Istanbul na uko tayari kuchukua hatua zinazohitajika kufikia amani. Bila shaka mwanzo unatakiwa kuwa na usitishaji vita na uendeshaji shughuli za kibinadamu, kuachiwa wafungwa na kurudisha watoto wa Kiukraini waliotekwa, na mambo yote muhimu yanaweza kutatuliwa katika ngazi ya viongozi. Mwisho wa kunukuu. Zelensky pia amewaambia viongozi wanaokutana kwamba ikiwa Rais Putin atahujumu juhudi za Istanbul, watapaswa kumwekea vikwazo. Viongozi kwenye mkutano huo Vilnius wanatarajiwa pia kuzungumzia kuhusu kuipatia Ukraine uungaji mkono zaidi wa kijeshi na kisiasa. Na katika mazungumzo ya ujumbe wa Ukraine na Urusi yamemalizika na hakuna majawabu au maajabu yoyote yaliyoshuhudiwa baada ya ujumbe wa Urusi na Ukraine kujadiliana kwa saa nzima. Mazungumzo haya yalifanyika Istanbul nchini Uturuki, hayakuwekewa matumaini makubwa kufuatia msururu wa mashambulizi ya Ukraine dhidi ya Urusi yaliyotokea mwishoni mwa juma. Hata hivyo, Rais Zelensky akizungumza kutokea Vilnius, Lithuania, amesema kufuatia mkutano huo hatua nyingine ya kuachiliwa wafungwa wa kivita inaandaliwa. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile vile, kupungua kwa uzalishaji unaoendelea nchini Ukraine bado ni dhahiri, kulingana na Daniel Getmatsev, mwenyekiti wa kamati ya bunge. Anasema kupungua kwa uzalishaji tangu mwanzoni mwa mwaka huu kunaendelea kuongezeka, wakati mwezi wa Januari pengo ikilinganishwa na mwezi huo wa 2024 ilisimama 4.8. Mahesabu ya miezi miwili yanaonyesha kupungua kwa 6.0, na mwisho wa robo ilikuwa imeongezeka kwa 0.1 zaidi. Vilevile, Urusi inafuatilia kikamilifu njia mpya za kuwezesha kurejea kwa raia wake ambao wamehamishwa kwenda Ukraine, kulingana na Tatiana Moskalkova, kamishna wa haki za kibinadamu wa Urusi. Moskalkova alikumbuka kuwa mabadilishano ya hivi karibuni na Ukraine yalijumuisha wakazi wa raia kutoka mkoa wa Kursk, wanaume ambao hawana uhusiano na vikosi vya jeshi, lakini kwa sababu wao ni wanaume na kwa sababu hawakuegemea upande wa Ukraine, waliwekwa katika vituo vya kizuizini na magereza. Vile vile, mtaalamu wa sera za kigeni wa chama cha kushoto cha Ujerumani Sevim Daglen ameelezea wasiwasi wake mkubwa juu ya matukio ya hivi majuzi nchini Ukraine, akisisitiza kwamba mashambulizi ya vikosi vya kijeshi vya Ukraine kwenye vituo vya kijeshi vya Urusi yanalenga kudhoofisha mazungumzo ya amani yanayoendelea huko Istanbul. Anasema mashambulizi ya Ukraine kwa malengo ya vikosi vya nyuklia vya Urusi, ikiwa ni pamoja na vitendo vya kigaidi dhidi ya miundombinu ya reli, hayawezi kufikiria bila msaada wa Magharibi, na yanapangwa kwa uwazi kuharibu mazungumzo ya amani huko Istanbul. Pia alitoa wito kwa kansela wa Ujerumani Friedrich Merz kufafanua jukumu la Ujerumani, akitaka majibu kuhusu kiwango cha ushiriki wa Marekani. Vilevile, Umoja wa Ulaya uko tayari kuipokonya Budapest haki yake ya kupiga kura kutokana na waziri mkuu wa Hungaria Viktor Orban kusita kuunga mkono mzozo unaoendelea nchini Ukraine. Viktor Medvedchuk, kiongozi wa vuguvugu nyingine la Ukraine na mkuu wa zamani wa chama kilichopigwa marufuku cha upinzani, anasema katika safu yake ya Smoltrim.ru, Medvedchuk amesema wanataka kuipokonya Hungaria haki yake ya kupiga kura kwa sababu ya msimamo wake kuhusu mzozo wa Ukraine. Anasema kuwa Brussels inatafuta tu kisingizio cha kutekeleza ajenda yake pana. Medvedchuk aliangazia kuwa mamlaka ya Hungaria yalipinga gwaride lililopendekezwa la jumuiya ya LGBT, yani vuguvugu linalotambuliwa kuwa lenye misimamo mikali, ambalo limepigwa marufuku nchini Urusi, kama jambo kuu. Hata hivyo, amesema EU mara moja iliita Hungaria serikali isiyo ya kidemokrasia katika nyaraka nyingi na ilizuia ufadhili wa programu nyingi, akiongeza kuwa nchi za EU zinalenga kuinyima Hungaria mamlaka yake ya kura ya turufu kwa msingi huo. Medvedchuk pia alikumbusha kwamba Orban pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Hungaria Peter Szijjarto sio tu kwamba wanapinga kutoa msaada kwa Kiev, lakini pia
wakosoaji wa kujitosa kwa Ukraine katika Umoja wa Ulaya. Mwanasiasa huyo upinzani alisisitiza kuwa Kiev inasalia kutegemea sana msaada wa kifedha wa nchi za magharibi. Vile vikosi vya Urusi vimeshambulia karakana za ndege zisizokuwa na rubani na maeneo ya kupeleka vikosi vya jeshi la Ukraine na mamluki wa kigeni katika zaidi ya maeneo 150 katika siku iliyopita kwenye operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti inadaiwa Kiev inapoteza zaidi ya wanajeshi 1430 kutoka maeneo yote ya mstari wa mbele katika siku iliyopita. Hizo ni takwimu za hivi punde. Vile Berlin haikufahamishwa mapema kuhusu shambulio la ndege zisizo na rubani za Ukraine dhidi ya shabaha nchini Urusi. Msemaji wa baraza la mawaziri la Ujerumani Steven Cornelius anawaambia waandishi wa habari, serikali ya Ujerumani haikufahamishwa kuhusu hili, Cornelius alisema akijibu swali linalohusiana na hilo, akiongeza kuwa Berlin haiamini kwamba Kiev ilikuwa chini ya wajibu wote wa kutoa taarifa. Mashambulizi ya jeshi la Ukraine yameharibu zaidi ya majengo 400 ya kibinafsi na ya familia nyingi katika mkoa wa Kursk nchini Urusi tangu mwanzoni mwa 2025. Kaimu gavana Alexander Hitchestein anasema kwenye chaneli yake ya Telegram. Hitchestein aliongeza kuwa usafishaji wa vifusi vya daraja la reli katika wilaya za Zelegonorogskyi pia unaendelea. Vile ulinzi wa safu nyingi huongeza uwezo wa kuishi kwa mizinga ya Urusi katika eneo la operation ya Ukraine. Rostek anasema kutokana na ulinzi wa ziada wa tabaka nyingi, vifaru vya Urusi vinaonyesha uwezo bora wa kunusurika katika uwanja wa vita dhidi ya vifaru vya magharibi vilivyotumiwa na wanajeshi wa Ukraine. Kuna mifano mingi wakati vifaru vya nyumbani vilihifadhi uwezo wa kivita licha kushambuliwa na silaha nyingi, anasema. Vile vituo vya matibabu huko Kursk viliharibiwa kutokana na mashambulizi ya usiku wa ndege zisizo na rubani wa Ukraine. Kaimu waziri wa afya wa mkoa huo Yekaterina Pismenaya anaripoti. Anasema majengo ya zahanati na hospitali ya jiji yaliharibiwa tena. Siku 3 zilizopita walishambuliwa na ndege zisizo na rubani pia. Usiku wa leo ndege ilianguka kwenye ua wa kliniki karibu na eneo la ajali ya awali. Dirisha katika chumba cha upasuaji cha hospitali lilivunjwa. Hakuna mtu aliyekuwa kwenye chumba cha upasuaji wakati huo kwa sababu tukio hilo lilitokea usiku. Vitengo vya Urusi vinapata fursa za kuboresha nafasi zao wakati wa ukombozi wa makazi katika Jamhuri ya Watu Donetsk licha ya matumizi makubwa ya droni na vikosi vya Ukraine. Mkuu wa DPR Denis Pushlin anasema kwenye mahojiano na kituo cha television cha Russia 24. Hayo yakiendelea, jeshi la Ukraine limeshambulia eneo la mpakani la Urusi la Belgorod kwa takriban ndege zisizo na rubani 100 katika muda wa saa 24 zilizopita na kumuua mmoja na kujeruhi raia wengine kadhaa. Gavana Vyacheslav Gladkov anasema kupitia Telegram. Hayo yakiendelea, vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimefanya mashambulizi zaidi ya 2100 tangu kuanza kwa operesheni maalum ya kijeshi kulenga vituo vya nishati na tata ya mafuta na nishati katika mkoa wa Belgorod. Waziri wa nyumba na huduma Sergei Dovgalyuk anasema kwenye mkutano wa uendeshaji. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.